serikali Daktari Isaac Mwaura ameonya kuwa waandamanaji watakaozua vurugu wakati wa maandamano yaliyopangwa Alhamisi wiki hii watakabiliwa vikali kwa mujibu wa sheria. Akizungumza jijini Nairobi, Mwaura ametoa wito kwa wananchi kuendeleza shughuli zao za kila siku kama kawaida. Haya yanajia huku viongozi mbalimbali wakiendelea kuwaonya wanaonuia kuzua vurugu wakati wa maandamano, huku wakiwakosoa wanaowachochea wananchi kujitokeza kuandamana. Zikiwa zimesalia siku mbili kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanyika siku ya Alhamisi kwa ajili ya kuwakumbuka waliopoteza maisha yao wakati wa maandamano ya mwaka wa 2024, serikali imeendelea kuhakikishia wananchi usalama wao wakati wa maandamano hayo. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura akionya kuwa waandamanaji watakaozua vurugu watakabiliwa kwa mujibu wa sheria. Some recent demonstrations have been marred by violence, loss of life and property, damage to a very great extent. This is criminal under our criminal law. And it is often due to criminal elements infiltrating peaceful gatherings. Such violence harms citizens, families and businesses, thereby weakening our democracy. Mwaura akibaini kuwa serikali imeweka mikakati kuhakikisha hakuna uharibifu wa mali utakaoshuhudiwa siku ya Alhamisi. The government clarifies that 25th of June is not a public holiday and will remain a working day. Citizens are urged to move forward and work that day constructively to build our economy, leaving unrest behind and uniting in fostering peace and national cohesion. Haya yanajia huku viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza wakiwakosoa wanaochochea wananchi kuandamana siku hiyo, wakibaini kuwa huenda maandamano hayo yatasababisha vifo hata zaidi. Masai on 25th hiyo inaweza kuwa ni siku ya soko. Wewe unasema Wamasai wasifanye biashara. Wewe ni nani ya kuleta tabia mbaya? Washindwe ama wasishindwe? Tukiwa na tena anniversary ya kukumbuka mtu ambaye ameaga dunia, ili tuje tena tumwage damu, hiyo ni kweli? Naambia Gavana Orengo, Mungu amekupatia nafasi ya kuwa gavana. Wewe focus na kuhakikisha Siaya kuna madawa. Focus na kuhakikisha vijana wa Siaya wamepata ajira. Si kupeleka vijana kwa vita, kupeleka vijana wakaumizwe. Kulingana na taarifa iliyotolewa na mamlaka ya kuangazia utendakazi wa polisi IPOA, jumla ya watu 127 walipoteza maisha yao wakati wa maandamano ya mwaka wa 2024 na mwaka wa 2025. James Mwangi, Undugu TV.